Wajifunze kusali, kwa sababu kama mtu umemshika Mungu huwezi kuwa na mawazo ya hovyo na kutamkia watu wengine mambo ya hovyo, kwa sababu pia maandiko yanatuambia midomo inaumba. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Kikwakwaru A, kata ya Lemara, jijini Arusha, ambapo leo ni mwendelezo wa taarifa ambayo tuliripoti jana kuhusiana na kifo cha mwenyekiti wa mtaa huu Bwana Peter Kisioki Molel, ambaye amefariki dunia siku chache zilizopita kutokana na kile ambacho kinaeleza kwamba aliugua kwa muda mrefu. Lakini awali, kabla hajafariki, Bwana Peter, mwenyekiti huyu alisema kwamba aligombana na jirani yake, na jirani huyo alizungumza maneno ya matisho ya kusema kwamba yeye ataenda Tanga na mwenyekiti ataenda Nuruma na watajua nani ni nani, jambo ambalo huenda maneno haya yalimkaa mwenyekiti na kuamini kwamba kile ambacho kilifanyika ndio kilichosababisha. Majina naitwa Albert Joseph Kilembu, ni mwenyekiti wa mtaa wa Ilkiroa, kata hii ya Lemara. Hapa ndo tunaanza safari ya kwenda kumhifadhi ndugu yetu na mwenyekiti mwenzetu Mheshimiwa Peter Kisioki Molel katika nyumba yake ya muda, baada ya msiba wake kutokea katika eneo hili ambalo alikuwa anaishi. Sasa tunakwenda maeneo ya Nduruma ambapo ni makazi yake alipozaliwa kule, tunakwenda kumhifadhi kule. Huu msiba umetugusa kwa sehemu kubwa sana, kwa sababu ukweli ni mwenzetu, tulishamzoea na tulikuwa tunashirikiana naye kwa mambo mengi, na ukiangalia kama mfano mimi, huyu alinipita umri kidogo, kwa hiyo kuna mambo mengine tulikuwa tunamuomba kwa ushauri na alikuwa anatusaidia kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo tumeumia kwa sehemu kubwa sana, ila yote kwa yote tunamwachia Mungu. Hayo ambayo yanazungumzwa sisi tunamwachia Mungu. Mungu ndio maamuzi ya hayo ambayo yanazungumzwa, kwa sababu sisi kama wanadamu sisi hatujui chochote. Kwa hiyo tunaacha kama ilivyo. Wale ambao wanazungumza maneno magumu, tujitahidi pia kujikontrol katika midomo yetu, kwa sababu unaweza kuzungumza kauli ambayo inaweza kaleta madhara zaidi kwa wanadamu ambao wanaendelea kuishi kwenye dunia hii. Kwa hiyo tuache sasa, tumwachie Mungu aendelee kufanya kazi yake. Tulisikia kwamba walikuwa na mgogoro na jirani yake, lakini sasa nadhani baada ya muda walitaka kupata mwafaka, lakini tulikaa kikao. Kwenye kile kikao ambacho mimi nilikuwepo, kiukweli sikumuona ule mhusika akufika, kwa hiyo tukuweza kufanikiwa kukaa kikao kile, lakini tulisikia walikuja kukaa kikao kingine kwa mtendaji, lakini sikujua kilichoendelea. Umetuumiza sana, maana hatujai kukutana na jambo la namna hii katika miaka hii hivi karibuni. Kwa hiyo ni msiba ambao umetuumiza sana sana sana, na ndio maana unaona tumeamua tushiriki kwa nguvu zetu zote kumsindikiza mwenzetu. Hii ni safari ya watu wote, lakini jambo hili hatukutarajia, basi ndio imekuwa namna hiyo. Kwa kweli tulishiriki kwa namna tulivyoweza, kwamba tulikuwa tunakuja tunashauriana kwamba tuende hospitalini ili aendelee kupata na matibabu, basi ili tuone rehema za Mwenyezi Mungu zitasaidia nini, lakini basi haikusaidia, amefariki. Mgogoro na jirani tuliweza kushiriki, maana tuliitisha kikao cha familia ya jirani yake na familia yake na wao wenyewe, tukaenda kukaa kwenye ofisi ya mtendaji, tukajadiliana masuala mengi na tukawasuluhisha, na wakapeana mikono, wakasema haya mambo yameisha, kasi kila mtu aende kubaki majirani, basi tuombe kudra za Mwenyezi Mungu. Basi kama tumemaliza kwa namna hiyo. Cha kujifunza ni kwamba sisi wanadamu tuwe tunaangalia maneno ya kuzungumza. Yaani ukiwa umemnyoshea mimi mwenyekiti kidole, uangalie kuna vidole vitatu vinakunyoshea wewe. Kwa hiyo saa zingine unaweza kutamka maneno kwa bahati mbaya, lakini mwisho wa siku yakaja kukugharimu. Kwa hiyo tuwe tuna maneno ambayo ni rafiki, maneno ya kijirani, maneno ya kiungwana kama desturi yetu wa Tanzania. Tulishamaliza kwenye kikao kile tulifanya kwa mtendaji, tulishamaliza kwa sababu watu pia walipeana mikono. Kwa maana hiyo tunaamini pale tulishamaliza. Ujirani unaendelea kama kawaida. Kwamba tusitumie sisi kwenye nchi yetu hatukujengwa katika misingi ya kubaguana au ya kusifia kule mtu alikofanya nini, alikotoka. Kwa sababu mimi nimekuja kuishi Arusha, lakini pia kuna watu ambao wametoka Arusha wameenda kuishi Tanga. Kwa sababu nchi yetu tunaruhusiwa kuishi mahali popote mradi ufuate taratibu za nchi. Kwa hiyo kumtishia mtu kwamba mimi sijui ni mtu wa Tanga, sijui ni wa wapi, hapana, au sijui Sumbawanga na nini, hayo mambo hakuna. Kwa hiyo tuishi tu kwa amani kama sisi wote ni wa Tanzania.
tunajuana kwa Utanzania wetu, wala sio ukanda ambao tumetoka. Tanga sio mahali ambapo mnapozungumzia kwamba kuna washirikina kuna nini. Tanga ni mkoa kama mikoa mingine, na wanaishi watu wa Tanzania wanaishi kule Tanga. Mheshimiwa, hili jambo la mheshimiwa mwenyekiti ambaye sasa hivi ni marehemu na huyu mama jirani yake, baada ya kurushwa kwenye mtandao na baada ya kusikia maneno kama hayo yaliyotamkwa labda na mama, kikao kilikaa kwenye ofisi ya mtendaji kata, na mimi nilikuweko, wazee wa boma walikuweko. Jambo hili mama aliulizwa, alikanushwa, na baada huyu marehemu naye akasema yeye binafsi alikuwa anatakiwa apate uhai wake na usalama wake, lakini mama akasema yeye kama yeye binadamu hakuweza kusema, kama ni magonjwa ya kawaida ya Mwenyezi Mungu aweze, kama amefanya hivyo aweze kuachia. Lakini kwa sababu wanasema hayo mambo mama alitamka, lakini nataka kusema kwa kikao kilichokaa kwa ofisi ya mtendaji kata ya Lemala, hayo maneno waliombana msamaha ili maisha yaweze kuendelea. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi natamani sasa chombo chetu cha Kusaga TV Sunrise maisha yaweze kuendelea. Kwa hiyo mama yuko salama, mwenzetu huyu ni Mwenyezi Mungu kama amemuita kwa amani, maisha yaweze kuendelea. Baada ya kusema hayo, nawatakia kila laheri, tunaenda kumshiriki kwenye mazishi. Kwa majina naitwa Ana Steven, natokea Morombo, nimekuja kwenye msiba, ni mdogo wangu amefiwa na mume wake. Tumepokea kwa majonzi, ila tunamshukuru Mungu kwa hapa tulipofikia, tunaelekea Ndoruma kwenda kuzika. Nilipigiwa siku ya Jumamosi, nikaambiwa kwamba shemeji yako amefariki, ameamka ameenda kujiandaa kumwandalia uji, anarudi ndani anakuta shemeji yangu ameshafariki. Kwa hiyo hapana, sikuwahi kufika. Nilisikia tu Sunrise, lakini sikuja huku. Tujifunze tu kwa na heshima, kuheshimiana. Tusipende mambo ya kutishiana kwamba mimi nimetoka huku, mimi nimetoka kule. Angalia leo imemkosti. Maana kila mtu hapa akija anaanguka, ndio nyumba hii hapa, lakini sisi hatuwezi jua, wao ndio wanaojua. Kama umetoka Tanga, umetoka Sumbawanga, umetoka sijui Kondoa, umetoka sijui Babati, tusitishiane. Sisi wote ni wamoja na sisi wote tunamtegemea Mwenyezi Mungu. Marehemu alikuwa ni mtu mtulivu, mtu mwenye upole, mtu mwenye kupenda watu, hana heka ugomvi hana. Ni mwenyekiti kwa kweli, ameongoza vizuri mtaa wake na paka alipoanza kuumwa. Kwa jina naitwa Godfrey Mushi, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Temi Mashariki, kata ya Temi, jiji la Arusha. Pia ni mwenyekiti kiongozi wa wenyeviti wa jiji la Arusha. Marehemu ameugua kwa kipindi kirefu, kwa taarifa ambazo tulizipata kwa kuchelewa, kwa sababu hatukuwa tumezipata mapema. Lakini taarifa kamili kwamba huyu mtu alikuwa mgonjwa tumezipata punde tu wakati anafikia kufariki, na ndio tukaelewa kwamba alikuwa anaumwa mpaka alipofuka, miguu ilikuwa imevimba, kwa hiyo aliteseka kwa kitambo kirefu. Kwa hiyo alipita kipindi kigumu cha maisha katika kujiuguza mpaka alivyopoteza maisha yake. Na kimsingi si tumemfahamu kama kiongozi mzuri, mtu mtulivu, mchapakazi, mtu mwenye ushirika na watu wengine. Aliwapenda wananchi wake na wananchi walimpenda. Kama unavyoona umati wa watu umekuja hapa wanalia, wamempoteza kiongozi wao. Na sisi tumempoteza kiongozi mwenzetu. Ni mtu ambaye alikuwa na ushirika mzuri tu na viongozi wenzake, lakini Mungu amempenda zaidi akaamua kumtoa. Hivyo tu. Kuna mengi yanazungumzwa juu ya mgogoro, matamko yaliyotoka huko nyuma yakihusishwa na kifo chake. Wewe binafsi ulisikia na ulichukua juhudi gani hasa katika kumaliza haya mambo? Mimi nisingeweza kuchukua uamuzi wa aina yoyote kwa sababu nimesikia taarifa hiyo akiwa ameshakufa, kwamba aligombana na jirani yake akamwambia kwamba wewe utakwenda Nduruma, mimi nitakwenda Tanga, alafu tuone. Sasa hayo ni maneno yaliyotoka kwenye mdomo wa huyo jirani yake kwa maelezo ya majirani. Kwa hiyo zaidi ya hapo hatukuweza kufuatilia kwa sababu yalikuwa ni maneno, lakini yameacha doa na yameacha simanzi kubwa kwa wakazi na majirani wa eneo hili. Sio jambo jema, sio zuri. Hata maandiko yanatuambia tulinde vinywa vyetu. Kwa hiyo nadhani aliyesema hivi hawezekana alikuwa anazungumza kama kutishia, lakini ikatokea hii iliyotokea. Kwa hiyo anaonekana kama ametenda jambo. Kwa hiyo hatuwezi kujua. Watu wanaotoka sehemu ambazo zina historia ya mambo ya uchawi, Sumbawanga, Tanga, sijui wapi,
wanatakiwa waache hayo mambo huko kwao wanakotoka, kwa sababu tunakuja kukutana watu kutoka sehemu tofauti tofauti na imani tofauti tofauti, na kimsingi niseme tu kwamba watu wajifunze kusali, kwa sababu kama mtu umemshika Mungu huwezi kuwa na mawazo ya hovyo na kutamkia watu wengine mambo ya hovyo, kwa sababu pia maandiko yanatuambia midomo inaumba. Unaweza kumtamkia mtu mauti na kweli akafa, kama vile ilivyo unaweza kumtamkia mtu baraka na akapata baraka. Kwa hiyo ni kazi ya vinywa. Kinywa kinaumba, kinywa kina bariki, kinywa kina laani. Kwa inawezekana hata sio yeye alifanya, lakini kwa kuwa alitamka vile. Ndiyo, inawezekana hajafanya hivyo, ni wakati wa Mungu umefika kumpenda mtu wake, lakini kwa kuwa alitamka hivyo anaonekana ni mshirika katika hilo. Kwa hiyo watu ni vizuri wakalinda vinywa vyao. Hebu tupe taratibu, mnapoondokewa na mwenyekiti kama huyu inakuwaje kwenye kumpata mwingine ama inakuwaje? Tunapoondokewa na kiongozi kama huyu, ni mfumo ni wa viongozi wote. Anakuwepo mtu ambaye anaweza kakaimu nafasi hiyo kwa muda. Kwa mfano kama mwenyekiti, kuna wale wajumbe wa serikali za mitaa, anakuwepo mmoja ambaye atapitishwa na wengine ambaye anaweza kakaimu nafasi hiyo mpaka pale uamuzi utakapotolewa kwenye mkutano mkuu wa wananchi, kuona kama aendelee huyo au wafanye uchaguzi wa kumpata mwenyekiti mwingine. Mwenyekiti siku zote anapokuwa amechaguliwa, mtu ambaye anasimamia wenye viti ni mkurugenzi wa jiji. Kwa hiyo yeye ndo atakayeamua, yeye ndio mwenye maamuzi, kwamba huyo mwenyekiti aliyopo hapo yeye atakuwa ameshajua kutoka kwa mtendaji wa kata, mtendaji wa mtaa, kwamba huyo aliyekaimu nafasi anafanya vizuri na wananchi wanaridhika na wanakubali. Mkutano ukifanyika, wananchi wana uamuzi wa kusema kwamba tunamtaka huyo aendelee, kwa anaweza akaendelea. Lakini kama wakiona ana mapungufu, hana vigezo, basi taarifa itakwenda kwa mkurugenzi, atatoa maelekezo mengine. Kwa kweli naitwa Thomas, ndio ile Mbaga. Nimekabidhiwa tu mazungumzo niwe kama msemaji wa boma hapa tangu msiba ulipotokea. Kwa kweli tumesikitika sana, kwa sababu mwenyekiti huyu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajitoa sana. Amesaidia sana watu katika misiba mbalimbali ambayo imetokea, na ndio maana hata hapa tulihimiza sana kwamba tunataka kuiona serikali hapa inafanya nini. Lakini bahati nzuri tumeona viongozi wenzake wakaja kuikamilisha serikali ya kata. Diwani amefika, mwenyekiti wa wenye viti wenzake wote wamefika, wako hapa. Lakini kwa kweli huyu mwenyekiti alikuwa ni mwenyekiti mmoja ambaye kwa kweli amesaidia watu sana. Sasa hata hivi sasa watu wengi sana wanabaki kwenye masikitiko, na kifo chake hiki kimekuwa kifo ambacho chenye utata sana, kifo chenye utata mkubwa sana. Lakini tumeacha hivyo hivyo kama utata ulivyo, maana ni kitu ambacho kimesemwa. Sasa namna ya kuthibitisha huwa ni ngumu. Utata ulikuwa kama mnavyofahamu na kama hata nyinyi mmeshasema hilo, jinsi ambavyo waligombana na mjirani yake, na yeye akawa na imani kwamba anaumwa kwa sababu ya ugomvi huo, kwamba jirani yake labda amemfanyia jambo lolote. Sasa sisi tulikwenda tukakaa vikao kule kwa mtendaji, tukazungumza vizuri tu na tukashauri kwamba hayo ni maneno tu yalizungumzwa na atokwe na hofu. Sasa bahati mbaya ndio hivyo, aliporudi hali kazidi kuwa mbaya na Mungu akamchukua. Nafikiri watu wameshapokea ushauri mwingi sana hata kutoka kwa watumishi wa Mungu waliohubiria hapo, kwamba watambue kwamba mambo kama hayo kama ni kweli ukiyafanya ukae ukitambua kwamba hata wewe utakufa tu. Kwa hiyo watu waache mambo ya namna hiyo na watu wachunge maulimi, kwa sababu unaweza kutoa ulimi tu kumbe hujafanya lolote, lakini jambo likitokea, maana maneno yanaumba, jambo likitokea watu wanaoishi kwamba ni wewe. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo kwa kweli mimi nawaasa watu kwamba ni kasemu kadogo tu ambako walikuwa wameitelafiana wakikagombea kwamba huyu anasema ni kwake, huyu anasema ni kwake. Hilo ndio lilikuwa tatizo tu. Alitamka, yeye alikanusha kwenye kikao. Alisema yeye hajatamka lolote na wala hajafanya kitu chochote. Basi watu wajitahidi tu kwenda kwa madokta wapate vipimo. Hayo ndio maneno ambayo aliyasema tu pale. Na sisi hatukuweza kumuuliza chochote kwa sababu hakuna namna yote ya kuthibitisha
jambo hilo. Hao wamepitwa na wakati kwa sasa, kwa sababu hayo ni mambo ya kizamani kidogo. Huwezi kumtisha mtu tu, kila mtu amejenga imani yake. Kama mtu anaamini mambo ya hovyo, basi atakuwa hovyo. Kama mtu anamwamini Mungu, basi ataonekana anamwamini Mungu na Mungu atampa maarifa. Jina maarufu Kirambazi, nimeokota maplastiki. Nimeondoka na tajiri yangu mwenyekiti wa mtaa, lakini yeye alikuwa tuna biashara tunafanya naye hapa kusema plastiki na kuleta hapa kwake. Hata ukiangalia huku unaona kuna maplastiki tunaokotaga tunaleta hapa kwake sisi. Kwa na msaada mkubwa. Msaada kwetu, maana tunakuja tunapima hapa, tunapata hela sisi ya kurisk maisha zetu. Tunalisha familia zetu. Tunapata kidogo, naweza ukapima hapa ukapata 8,000, 10,000 anatupa baba, alikuwa anaga shida. Kwa hiyo tumeumia sana baba kuondoka, maana hatujui saa maisha itakuwaje tena baada ya hapa. Kwa kama baba yenu? Ni baba yetu. Ni baba yetu kabisa. Sisi tunamjua kama jina la Tolu. Ni baba yetu. Sisi hajawahi kutudhulumu hata shilingi 100. Tunaleta hapa tunapima, kuna mizani na kaa pale tunapima, tunapoa pesa zetu tunaondoka. Hasijawahi kutudhulumu wala hata pesa moja. Sasa ingine pale chakula tunanunua, alikuwa na hoteli hapa tunanunua paka na chakula. Sisi ni vijana wake wa kazi. Alikuwa mwenyekiti mpambanaji. Mwenyekiti mpambanaji. Hakuwa hata na shida na mtu aina yote. Kwa sasa hivi baba ameondoka, mtabaki na nani? Tunafikiria labda mama ataweza kuendesha kampuni. Roho inauma sana, maana mzee ameondoka. Hatujui itakuwaje.